Prince Mpumelelo Dube ndiye mchezaji bora wa mchezo wa leo hii kati ya timu yake ya Yanga dhidi ya Coastal Union kwenye uwanja wa Jamhuri pale jijini Dodoma, huku akifunga bao pekee lililowapa ushindi Yanga wa bao 1-0 dhidi ya Coastal Union, bao lililolifunga katika dakika 87 akitumia vyema pasi ya cross kutoka kwa Duke Abuya, na hivyo kuifanya Yanga iongeze pointi 3 muhimu, na sasa ikiwa na pointi 16 kwenye msimamo ligi kuu Tanzania bara, ikifikisha mabao 12, yenyewe ikiruhusu bao moja, ikiwa sasa nyuma ya JKT Tanzania yenye pointi 17, lakini yenyewe Yanga imecheza mechi 6. Kwa hivyo ina mechi 4 mkononi kulinganisha na wanaoongoza katika ligi hiyo ambao ni JKT Tanzania. Katika mchezo wa leo mechi haikuwa nyepesi hata kidogo. Dakika 45 za kipindi cha kwanza, Coastal Union chini ya kocha Mohamed Muya ilicheza kwa kuzuia zaidi, jambo ambalo waliliendeleza pia katika kipindi cha pili. Kwenye kipindi cha kwanza mechi ilikuwa ni kana kwamba imepooza kwa sababu nafasi zilikuwa haba. Ni Yanga ndio waliofika, walau nafasi takriban 2 walipoteza kwa kutofunga, moja wapo ikimwangukia Mohamed Dumbia, lakini vile vile Celestine Ekwa. Mpaka mapumziko matokeo yalikuwa bila, yakiakisi juu ya kile kilichoonekana katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Lakini katika kipindi cha pili, Coastal Union, timu ambayo hivi karibuni imeonekana kuwa na ukuta imara sana, ikiwa na mpango mzuri katika kuzuia, iliendelea kufanya hivyo, kiasi ya kwamba Yanga waliendelea kumiliki mpira kwa kiasi kikubwa, lakini kufika katika lango la Coastal Union na kupata nafasi zilizo nzuri na zawazi za kufunga kumzidi golikipa Wilbord Maseke zilikuwa haba. Ni kwa sababu Coastal Union eneo lao la kiungo alipokuwa Nasar pamoja na Gwalala walikuwa wakiungana vyema na walinzi wao wakati kuhakikisha kwamba wanakuwa na idadi kubwa ya wachezaji katika kuzuia, na hivyo kuwafanya Prince Mpumelelo Dube alikuwa mshambuliaji kinara, Peodo Pacome Zouzoua akitokea pembeni, Celestine Ekwa alikuja kutoka katika kipindi cha pili, na viungo wao kina Mohamed Dumbia, Duke Abuya wanapokwenda kushambulia, na walinzi wao wa pembeni walikuwa wakipanda muda mwingi, wakiwemo Mohamed Hussein Shabalala alikuja kutoka katika kipindi cha pili na kuingia Shadrack Isaka Boka. Kibwana Shomari alianza kama beki mbili. Leo hii walijikuta wana wakati mgumu katika kupata nafasi za kufunga. Hata hivyo, mabadiliko yaliyofanyika katika kipindi cha pili kwa timu zote mbili kwa kiasi kikubwa yaliwezesha Yanga kuwa na makali zaidi. Mabadiliko hayo ni yapi? Ilikuwa ni kutolewa kwa Mohamed Dumbia, akaingia Lassine Kouma katika dakika 56. Lakini vile vile alitolewa Celestine Ekwa, akaingia Andy Bobwa Boyele. Wakati huo miongoni mwa mabadiliko makubwa yaliyofanywa na Coastal Union ni pamoja na kumtoa Maabadi ambaye ni mshambuliaji kinara Coastal Union katika kucheza kwake leo hii, na badala yake wakamuingiza kiungo Gladys Kiala. Mabadiliko hayo kwa kiasi kikubwa yalinufaisha Yanga kwa sababu alipokuwa hapo Maabadi, mara nyingi yeye alikuwa akishuka chini, lakini akipata mipira anakwenda kwa kasi na kuwavuruga mno walinzi wa Yanga, na ambao leo hii walinzi wakati walikuwa ni pamoja na Frank Yasinki pamoja na Dickson Job walikuwa na wakati mgumu kukabiliana na Coastal Union katika mashambulizi machache walikuwa akiyafanya, hasa kupitia kwa Maabad akishirikiana na kina Bakari Msimu katika kuhakikisha kwamba nafasi chache wanazozipata waweze kumfikia golikipa wa Yanga Abu Twalibu Msheri. Lakini kutoka kwa Maabad, manake Coastal Union sasa wote walikuwa kwa kiasi kikubwa wakirundikana katika eneo la kati na eneo lao la kiulinzi, kwa lugha nyingine wakifanya mid block na low block, jambo ambalo kwa kiasi fulani liliwapa uhuru Yanga katika kuzuia, tofauti na ilivyokuwa awali. Yalinufaisha Yanga kivipi? Ni kwamba katika dakika 87 wakati wa kutengenezwa kwa bao hilo, wachezaji wa Coastal Union kwa kiasi kikubwa walikuwa kwa usahihi katika maeneo yao ya kuzuia, kwa maana kwenye theluthi ya kwanza kulikuwa na wachezaji wa idadi kubwa, lakini pia juu yake kwa maana eneo la kati ile mid block kulikuwa pia na wachezaji takribani 4. Lakini nini kilitokea? Lassine Kouma alikuwa ameingia katika kipindi cha pili kutoa nafasi ya Mohamed Momo Dumbia, akapiga pasi ambayo ilipasua kwa mara moja wachezaji takribani 3 mpaka 4 wa Coastal Union kwa namna alivyoipiga mpira ambao ulimkuta Peodo Pacome Zouzoua. Peodo Pacome Zouzoua alipopata mpira huo, naye first touch yake haikuwa nzuri. Matokeo yake wachezaji wa Coastal Union wakamkaribia, lakini nini alifanya?
uwezo wake mkubwa wa kupiga chenga ulimsaidia, kwa sababu aliwazidi maarifa na kwa usahihi akatoa pasi iliyokwenda kwa Dzuke Abuya upande wa kulia. Tunakumbuka vizuri hapa, nakumbushia tu, Dzuke Abuya kwa utulivu sana akapiga cross ambayo wakati huo Andy Bobo Boyeli, Prince Phumelo Dube walikuwa eneo la kati kama double strikers katika kipindi hicho cha pili. Kilichotokea ni kwamba wachezaji wa Coastal Union katika eneo la ulinzi, akiwamo beki wa kulia Aidan Erasmus, akawa yeye anapambana na Andy Bobo Boyeli akiamini kwamba ndiye anayeweza kucheza mpira huu. Matokeo yake ni nini? Wakawa wametoa fursa sasa kwa Prince Dube kuruka akiwa hana shinikizo kubwa kutoka kwa wachezaji wa Coastal Union. Hapa nazungumzia walinzi wao wakati, akiwemo Salehe, akiwemo Ayubu Msangi. Matokeo yake Dube aliruka vizuri sana akiwa ameganda fulani hivi na kuunganisha mpira wa kichwa ule mshinda golikipa Wilbord Maseke ambaye alikuwa amefanya kazi kubwa hapo kabla. Mpira ukenda wavuni na kuibua shangwe, furaha kwa mashabiki wa Yanga waliojazana vya kutosha kwenye uwanja wa Jamhuri pale jijini Dodoma na kuiandikia Yanga bao ambalo mwisho wa siku lilidumu mpaka mwisho wa mchezo. Matokeo yake Yanga wakapata pointi 3 muhimu, huku Prince Phumelo Dube akiibuka kuwa shujaa wa mchezo, akiendeleza kile ambacho amekuwa kikifanya hivi karibuni, kwa sababu inakumbukwa vizuri hata katika bao pekee katika ligi ya mabingwa barani Afrika mechi ya kwanza dhidi ya FAR Rabat kwenye uwanja New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, ni Dube ndiye aliwapa furaha kwa kufunga bao la ushindi. Lakini hivi karibuni katika ligi kuu Tanzania bara alifunga bao muhimu la mkwaju wa penalty, na hivyo leo hii akafunga bao lake la pili katika ligi kuu Tanzania bara. Kidogo kidogo Dube akizidi kujiongezea kujiamini, hasa baada ya kupita kipindi kigumu cha kukosa mabao mfululizo. Lakini vile vile ni kwamba Yanga ushindi wao leo hii unawafanya kwamba kama nilivyogusia awali, wanakuwa katika nafasi ya pili wakati ligi ikisimama kupisha michuano ya fainali za AFCON zitakazofanyika kule nchini Morocco. Ushindi wa leo Yanga leo hii umetokana na nini? Kubwa kuliko yote ni kucheza kwa kujiamini kwamba wao ni wakubwa, kwamba wao wako vizuri, wana wachezaji wa kutosha, wanatekeleza mipango kazi ya kocha wao Pedro Gonçalves kuhakikisha kwamba wanapata pointi 3 muhimu. Haikuwa mechi rahisi hata kidogo. Matokeo yake ni nini? Kwamba mara zote walipopata mpira walikuwa direct, wakienda moja kwa moja wakiamini kwamba kupeleka mashambulizi mfululizo langoni kwa Coastal Union ndiko kunaweza kuwapa matokeo. Lakini ubora wa mchezaji mmoja mmoja, pasi aliyotoa Lassine Kouma ni ubora ambao kwa kiasi kikubwa umechangia kuwavuruga Coastal Union katika mpango wao wa kuzuia kuanzia eneo la kati kama nilivyotoka kueleza. Lakini pia Peudo Pacome Zouzoua, uwezo binafsi wa kutunza mali, kupiga chenga wapinzani ulichangia kwa kiasi kikubwa kwa yeye kupata nafasi ya kumpigia Dzuke Abuya. Dzuke Abuya, jicho la kuona wapi kupiga mpira ule, tunasema ni pinpoint cross, pinpoint pass iliyokwenda moja kwa moja kwa Dube ni sababu nyingine. Lakini kubwa kuliko yote ni kuwa katika mapambano ya mipira 50 kwa 50 kwa usahihi. Ilikuwa ni mechi ya migongano mingi, hasa katika kipindi cha pili. Kasi ilikuwa kubwa, lakini Coastal Union mpango kazi wao wa kuzuia ulikwenda vizuri mpaka kufikia katika tukio hilo ambalo liliwafanya wajikute wakipoteza pointi 3 muhimu. Lakini kubwa kuliko yote ni juu ya tabia ya timu ambazo huwa mwisho wa msimu zina matokeo mazuri zaidi, kwamba hata pale wanapokumbana na changamoto, hata pale ambapo pengine kiwango chao hakisadifu kile ambacho siku zote ukicheza, kwamba Yanga leo hii hasa katika kipindi cha kwanza haikuwa na makali ya kutisha, lakini bado ni katika mechi ambayo walianza wakiwa chini, kipindi cha pili waliongeza kasi na kupata matokeo. Timu imara mara zote inaweza kupata matokeo hata katika siku ambayo wapinzani wao wanakuwa wazuri sana katika kutimiza mipango yao. Leo hii Coastal Union wana Mangush walikuwa vizuri sana, timu ambayo kabla ya mchezo wa leo ilikuwa na rekodi ya kufunga mabao 5, kuruhusu mabao 5. Lakini ulinzi wao shupavu, ulinzi imara uliowafanya katika mechi 4 zilizopita wawe na clean sheet 3. Leo walikumbana na Yanga ambayo mara zote uwanjani naamini itafunga na hatimaye ikafunga, ikapata pointi 3 muhimu, lakini za jasho kweli kweli, kwa sababu haikuwa mechi rahisi. Je, nini kitakachotokea wakati ligi itakaporejea tena? Yanga wataendeleza kasi yao hii ya kuania taji la 5 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara, hasa kutokana na mwenendo wao kwamba wanashinda hata katika mechi ambayo inakuwa ngumu kwa macho inavyoonekana uwanjani?
yote ni swala la kusubiri. Na je, Coastal Union wataendeleza uwezo wao huu wa kuwa na ulinzi imara, wa kucheza kwa mipango kazi ya kuhakikisha usalama unakuwa kipaumbele cha kwanza kabla ya kufunga? Hilo ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan.